Kwa hiyo Chadema kukataa ile ripoti, sasa kuna uhusiana nini sasa? Kwani wao ni nani wakikubali ndio vile jambo ndio zuri sana, au wakikataa ndio baya sana? Wao ni nani yani kwenye Watanzania milioni 60? Wao ni nani wa kwamba jambo wakilikubali sasa Chadema ni tamu au ni zuri, sasa hilo ni pepo? Ni haki yao ya kikatiba, ni haki yao ya kidemokrasia. Demokrasia hata kununa ni demokrasia. Kwa nini? Ni uhuru wa mawazo, kwamba mimi leo sisalimii mtu kutwa nzima. Hiyo ni demokrasi. Demokrasi sio kucheka tu na kufurahi. Kwa hiyo wale wana haki yao ya kikatiba na hawazuii harakati za kuliponya taifa. Ni vyama viwili tu kati ya vyama 19. Sasa wewe tusikilize watu wawili tu, kwa sababu viongozi wa chama cha siasa hawazidi 20 wale ngazi ya juu. Vyama viwili tufanye watu 40, ndio kijikundi cha watu 40 kisababishe mambo mazuri ya nchi yasifanyike kwa sababu wao tu wamesema hapana. Alafu wale wazee wa kupinga tu wamepinga mpaka hawapati ruzuku. Sasa hivi wanaomba michango Chadema. Walikuwa wanapata ruzuku walipokuwa na wabunge na madiwani. Kwa kukaa kwao nje mambo yanaendelea. Sio kwamba, na hili Watanzania wafahamu na Chadema wafahamu, sio kwamba Chadema itakapoamua kukaa nje ya mfumo mambo yatasimama. Hili jambo walifahamu sana Chadema, na niwafikishie ujumbe, mambo yataenda tu, hayatakwama. Tokea uchaguzi mpaka leo, huu ni mwezi wa 6, mwezi wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwezi wa 6, kuna jambo limekuwa mara nchi hii. Hizi ni siasa tu, na hilo wasipolijua wataendelea kuwa chama cha matamko, lakini sio chama cha kushika dola, kwa sababu hawatakuwa kwenye hizi platform. Mwisho wa siku kinakuwa ni chama kinakuwa wanaharakati sasa ambao wamesajiliwa. Mwisho wanakosa hadhi ya kuwa chama cha siasa. Mwisho kitafutwa hiki kwa sababu hakifanyi shughuli za kisiasa. Na kama Chadema ni wakweli, ni wakweli kabisa, kile chama kimesajiliwa na mfumo wa katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si wanasema nchi hii haina utawala bora, haina utawala wa sheria? Si wajitoe kwenye siasa, maana katiba ni mbovu, chama kimesajiliwa na katiba mbovu, chama kimesajiliwa na hawa serikali ya CCM. Wangeondoka wakatafuta mfumo mwingine wa kuingia kwenye siasa. Midamu wamekubali kuingia kwenye mfumo wa siasa tulizokuwa nazo, lazima wafuate taratibu na sheria zilizopo katika nchi yetu. Hili Chadema naomba niwaambie, kwa sababu viongozi wa Chadema na wale wa ACT, wale wazalendo, mimi nawafahamu, wamenikuta kwenye siasa. Mimi wote wale, Tundu Lissu, John Heche, John Mnyika, wote wale wamenikuta kwenye siasa hizi za vyama vya siasa. Kwa hiyo pengine ugeni wao au kutoelewa namna ya kuendesha siasa ndio kunasababisha ile matatizo. Hawana hata diwani, hawana hata mbunge. Leo wanaongea tu sasa eti chama cha upinzani kikubwa, huna mbunge, huna diwani. Wewe sasa ukubwa wako ni wa kuzungumza, ni wa kutoa matamko, lakini ili ujue kwamba hawako sawa. Sasa hivi Chadema kila mtu anatoa tamko. Kuna mdogo wake Heche yuko Mara naye anatoa matamko. Kuna mwingine sijui yuko Msombo na wapi huko Mbeya, Mwanza, anatoa matamko. Kuna Heche huko Dar es Salaam anatoa matamko. Kuna naibu katibu mkuu anatoa. Hawana sasa utaratibu maalum wa chama cha siasa kwamba tamko la chama anatoa nani. Kwa hiyo wao wakikataa kwa mujibu wa fikira zao ni sawa, na mimi natambua kama ni sehemu ya demokrasia, na huko ndio tukua kwa demokrasia. Sio kwamba lazima jambo moja muwe wote. Lazima tuseme hiki hapana, lazima tuseme hiki hapana. Lakini kwa sababu hili ni jambo la kuliponya taifa,
lazima watu waungane kwanza, twende tukakae, tusafiane nia ili tumalize yaliyotokea, tuondoe dukuduku zetu, tuanze upya. Tukigombana tuko humu ndani, lakini nchi watu wawe wamoja. Yaani hapa msingi ni Watanzania wawe wamoja, huu ndio msingi. Habari ya kwamba wamekufa wangapi, mbona Januari 27 wamekufa watu kule Zanzibar kwa ajili ya siasa? Chama cha CUF kilipoteza wanachama wao. Kwenye taarifa ya tume imesema watu 70 wameuawa kule, watu 2000 wamehama nchi. Mwisho wa siku watu walikaa wakazungumza, wakaleta ajenda mezani, mwisho ukaanza serikali moja ya kitaifa ikaundwa, mpaka leo kule iko ya kikatiba. Maisha yanafanyaje? Lazima tufike hatua, wanasiasa, kukitokea jambo tukae kiamaliza. Ripoti ya tume imetoka. Doyo Hassan Doyo ndikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini ndikufanya? Bahati nzuri ile tume ina mapendekezo ambayo imetoa kwa rais, na rais amejibu pale pale kabla hatujaondoka. Anasema cha kwanza ataunda kamati ya maridhiano kwa haraka sana kwa ajili ya kuelekea kwenye masuala ya mabadiliko ya katiba. Hili si ndio deni la wanasiasa kwa serikali iliyoko madarakani, na amelizungumza. Kwa hiyo mimi nimefurahi na tunaunga mkono ile jitihada ya rais, na tutampa ushirikiano. Watanzania wampe ushirikiano, kwa sababu watu wanafikiri wakiongea hivi ni rais. Sio swala dogo kuongoza nchi. Mimi najua kwa sababu ni kiongozi. Kwa mimi ni muunge mkono rais katika hotuba yake, na nimuombe atekeleze kwa sababu ni kilio na ni kiu ya Watanzania. Unadhani maridhiano ambayo Watanzania wataelewa ni maridhiano ya namna gani? Bahati nzuri Watanzania hawana wanachoelewa zaidi ya kufuata wanasiasa. Kama unabisha nikupe nauli uende Singida Manyoni pale ukahoji juu ya katiba na maridhiano, kama utapata watu 10 watakaojua hiyo katiba na maridhiano. Kwa hiyo hii nchi bado mifumo yake, maelekezo ni ya wanasiasa. Maelekezo ya nchi bado sio ya wananchi. Wananchi wanasingiziwa tu, lakini hakuna mwananchi huko vijijini kwa asilimia kubwa wanaofahamu yanayoendelea. Na ndio maana hata waliofanya ghasia walikuwa wanatambuana kwa ishara na kwa majina. Nikupe siri sasa. Unadhani maridhiano Watanzania wanaweza kuelewa bila kuwa na vyama vikubwa mezani? Vikubwa na maanisha ni maridhiano yaliyotokea hajahusu vyama, kwa sababu waliokufa kwanza sio na vyama, sio na Chadema. Chadema hajatoa taarifa watu wake waliokufa, wala CCM wala CUF wala ACT wala NLD. Wamekufa wananchi, wala hakuna kiongozi wa kitaifa aliyekamatwa baada ya uchaguzi au kwenye vurugu. Walikuwa wapi kama ni wa kweli? Walijificha au hawakushiriki? Kwa nini hawakushiriki wakati wao ndio viongozi? Nafikiri umenielewa. Na nini ambacho unapenda kushare na Watanzania? Mimi ninachopenda kushare na Watanzania bwana, na waomba sana wasishiriki haya matukio ya kuivuruga nchi, kwa sababu saizi hapa tunazungumza kwa sababu hakuna mlio. Kama kungekuwa na mlio wa risasi hata 2 hapa saizi hatupo, na huyo hajafunga kakimbia na gari yule angeliacha liko wazi. Mlio tu kwa sababu ya kukimbia hofu ya kifo. Tusikubali kushawishiwa na watu wenye maslahi binafsi kwenye siasa kwa ajili ya maisha yao. Watanzania tuwe wamoja kwa ajili ya nchi tu. Ikija habari ya vurugu kwa ajili ya vyama, viacheni hivyo vyama, watu tuishi kama maisha ni yale yale tu. Mimi nalima huko shamba, nachimba madini, maisha yanaenda. Wewe kwa nini unataka upate kwenye siasa? Kwa kuhitimishia, Mheshimiwa Doyo, uchaguzi wa 2025 umeacha funzo gani kwa? Funzo niliyopata, natakiwa nijiandae. Mawakala wanatakiwa laki nchi nzima. Wanataka posho tena ndogo tu, shilingi 10,000.
Ni shilingi ngapi hiyo? 10,000 mara 100,000, bilioni 1. Wakala tu, hujampelekea chakula. Kwa hiyo ishi ya mawakala peke yake inahitaji bilioni 2, ndio umemalizana nao, wamekula, umeenda kuwachukua, umewaleta, umeleta matokeo nchi nzima. Kwa hiyo nimejifunza lazima nitafute hela za kutosha kwa ajili ya uchaguzi ujao. Lakini funzo lingine, tuwe na network ya chama. Huwezi kupata mawakala kimoja kama una network ya chama. Wakala sio mchezo. Hao watu 100,000 unaweza kuona ni wadogo kwa namba, lakini watafute waweke kwenye vituo, wape semina, mafunzo ya kutosha, waweze kuwa mawakala wazuri, sio wadogo. Lakini nimeona kwenye mikutano ambayo hatuna viongozi wa chama, ile ya kufikizia stendi haikuwa na impact kubwa, lakini mikutano ambayo imeandaliwa na viongozi, wametoa matangazo, wamejenga matenti, wameleta viti, mikutano imekuwa mizuri, imekuwa mikubwa na imekuwa na thamani. Kwa hiyo nimejifunza lazima tutengeneze network za chama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata hadhi ya ile shabaha ya mikutano yetu. Lakini kingine, vifaa vya chama, bendera zinahitajika sana, mabango na nini, kwa hiyo zote ni fedha. Kwa hiyo kimsingi nimejifunza huwezi kushindana na CCM yenye dola, yenye fedha, na wewe ukaungaunga alafu ukasema umeibiwa kura. Ni uongo. Wewe umejiibia mwenyewe, kwa sababu hukutimiza wajibu wako wakati wa zoezi la uchaguzi. Taratibu, tuna matawi sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa Dar es Salaam tuna tawi, tuna ofisi Buguruni ya mkoa wa Dar es Salaam, tuna ofisi Tandika ya makao makuu. Anakaribishwa, anajaza fomu ya wanachama, anaelekezwa tawi lake, anakuwa mwanachama wa chama chetu, shughuli imeisha. Analipia ada 1,000 kwa mwezi, kwa mwaka ni shilingi 12,000. Anakuwa mwanachama hai katika kipindi cha mwaka mmoja. Asante sana.